Ujumbe umenitatiza kwa neno la Kiingereza, lakini nina lugha mbili ambazo nimeiweka, na pengine nitaenda na changanya kidogo na rudi. Na ninataka kuongea juu ya kuwa na nadhiri na Mungu kana kuya kile iko na ngai. Nina maneno imekataa kuingia vizuri hapo, na ndiposa unaona niliwaambia tuimbe ile wimbo tumeimba 103. Kuna kifungo kile cha mwisho kinasema nadhiri yangu ya mbele nitaiweka wapi? Mpaka ije siku gani? Ya kuonana. Kwa nini? Haleluya. Alimaanisha nini? Kuna nadhiri waliagana na Bwana. Haleluya. Na kuna neno moja ambalo nataka kupitia kitabu cha Amosi 3 na mstari wa 3. Ni neno ambalo linaeleweka, lakini ngoja tusome hiyo tu mstari, na kama kuna mtu amekimbia kwa Kiswahili angekuwa amenisomea, ingekuwa imeokoa wakati. Amos 3 mstari wake wa 3 nasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Sijui ya Kiswahili kama kuna mtu alibakisha neema ya Biblia ya Kikuyu na gweshiria ndio hali tafsiri ya Biblia. Hebu soma hiyo mstari peke yake, na wewe ndio soma kile yake ya dijida, ndio gudoma kile kwa Mungu. Ando no mahota gugitwara na matarikari. Basi nilikuwa natafuta hiyo jina. Adwere no mahota gutwara na matarikari. Haleluya. Katika tafsiri ya Kikuyu hii Biblia tunasoma inaitwa Kĩrĩkanĩro. Ndio wewe hiyo. Kile kitabu cha kwanza, wacha hizi wanaenda siku hizi wakiita Biblia na nini. Ile ya kwanza inaitaka jina hili, Kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ na Kĩrĩkanĩro gĩkũũ. Umeshaifikiria inamaanisha nini? Haleluya. Ndiposa nakwambia nina shida na ile lugha nzuri inaweza eleweka, lakini Kikuyu imeelezea vizuri sana. Nilikuwa naangalia nikaona sisi ni wanadamu na Mungu ni Mungu. Halo. Na katika mawazo na nia ya Mungu alitaka tuwe na yeye, tupatane na yeye, tugie kĩrĩkanĩro nake. Haleluya. Kwa sababu ile kazi tunafanya sisi kwanza tu matokeo ya Mungu. We are God's product kuanzia Genesis. Ya pili, tulipokuja tukaokoka, maandiko inasema tumezaliwa mara ya pili tuwe wana wa Mungu. Haleluya. Na kwa sababu Mungu ndiye muumba wa vyote, na kilicho na kile hakijaonekana ni shari, twaweza kupelekana na yeye aje. How can we walk with God? Hii kazi yake anasema ni yake. Haleluya. Sisi ni mali yake, dunia na mbingu ni yake. Mali yote tunaona na tuoni ni yake. Kama tunafanyaga maombi, tunatafuta tupate iliyo yake. Kanatiguo. Ako kuri hoya tuhoyaga atuhe. Ama tunanyosha maombi ili ile iliyo yake ikaribie kwetu. Amen. Nikaangalia nikaona mpango wa Mungu kwa mwanadamu kuanzia mwanzo hata leo
ni wawe wakipelekana pamoja. Amen. Na unakumbuka hata siku moja Israeli walikuwa wanaongozwa na yeye akiwa amekalia wingu. Ardhi ya ngare itwine magidhie anawaongoza. Na siku moja Mungu akachokeshwa na wao. Yo, kwa sababu walikuwa wanadamu. Na kawaida ya mwanadamu ni kuchokesha Mungu. Halo. Babu Adam, the initial plan ya Mungu na Adam ni watembeane na yeye. Na ndipo Mungu alikuja kila saa 9 anateremka. Watembee na wakule mazungumzo. Lakini dhambi ilipoingia kwa Adamu wakakosana. Hawakurudi kupelekana tena. Na katika siku hizo za Israeli kukawa na jambo lilifanya Mungu asikia tutapelekana. Kwa nini hawapelekani? Kiriko kana uria marikanire wametoka nje yake. Amen. Maandiko matakatifu ilikuwa inanifunulia ya kwamba kama Mungu atatembea na mtu lazima wawe na kariko. Kageni anasema ni agano, lakini sioni kama agano ndio jina. Kuna wabwana wa Kiswahili hapo? Ni agano. Lazima kama kuna mtu atatembea na Mungu lazima wawe wamekubaliana. Mimi naona kama ni makubaliano, inaweza kuwa ni agano, inaweza kuwa ni kiapo wamekula, wamekubaliana katika Biblia na covenant kwa sababu wamekubaliana. Nitolega vitolorogoshi. Na Mungu alikuwa ananifunulia sana. Kwa nini Mungu saa ingine anaenda tunamkosa? Kwa nini saa ingine tunaenda na safari tunakuta hayuko karibu? Halo. Shida kubwa nimeona katika maandiko ni kwa sababu hatuelewi umuhimu wa kuingia katika agano na Mungu. Amen. Niliangalia wazee wa zamani. Kuna siku Mungu alitaka kumtumia Musa. Na alipomuita walichukua muda. Musa anauliza Mungu swali. Na Mungu anamwambia jambo. Na alipoambiwa jambo lazima angeuliza swali. Halo ile ngani? Na mahali pananifurahisha sana ni wakati alipoambiwa utaenda usimame katika nyumba ya mfalme, mbele ya mfalme. Swali lile Musa aliuliza, jambo la kwanza alisema mimi sijui kuongea. Nitaeleweka namna gani? Na Mungu ni mwaminifu. Baada anataka kuwa na maana. Maneno kwa ya kale iko na ngai. Utikosele tu wale ngai. Musa anasema hapana jua kuongea, anaambiwa hiyo nitashughulikia. Nitakupea haro ili mambo iwe sasa. Akamaliza hiyo. Ya pili akauliza, na nikienda huko niulizwe ni nani amenituma? Mimi nitasema wewe ni nani? Unaona anaongea, lakini anapalilia wawe na agano na Mungu. Dakumagara matare kireko. Kwa mworajiwa. Ya tatu hata alipoambiwa utaenda useme mimi ndiye nilie, akaenda ya tatu akasema na ni ishara gani itaonyesha umenituma? Nikia makeko nigela kuonekana ni wewe udomete ali ni ishara gani? Mungu akamwambia angalia mkononi mwako una Biblia. Mwambie angusha. Alipoiangusha ikawa nyoka. Kaambiwa ishike. Alipoishuka ikarudi ikawa Biblia. What was Moses doing? Alikuwa anapalilia asiende kwa vita na asiende kufanya kazi ya Mungu ambaye hawana maana.
Roho wa Ngai arogũteithia kumenya ũrĩa ndĩrauga. Haleluya. Mungu amenipa jambo ambalo sijui kama utalielewa leo. If you don't have a covenant with God, you are not walking with Him. Haleluya. Kuna terminology imetumiwa na ile kijana. Hebu rudia vile umesema. Hii kijana yangu. Yes, there is a man who is praying. How does it come? Anaanza. You are talking about a man. Mungu anajibu maombi hiyo watu wote wanaume hiyo iko dunia hii. Kwa nini ajibu? Na wewe unajitia moyo unasema there is a man who is praying. There is a God to answer. Ninaweza kubaliana naye 40% lakini 60 hatukubaliani. Sababu 60% inajazwa na the agreement, the covenant, the relationship ile mtu wako na Mungu. Motivated kugae imani. Na ndipo tunaona maandiko inasema haiwezekani watu wawili, Mungu na mwanadamu, wapelekane kwa sababu Mungu ni Mungu na mimi ni mwanadamu. Motivated tu wale Ngai. Musa anasema wewe Mungu una ufasaha wa maneno, mimi natodoia. Toto anatia, todo wewe alia, ni nani kutodoia kutodoia. Mungu anamwambia yeye nitatekeleza. Haleluya. Kuna kitu hapa nataka kanisa Mungu atusaidie. Mambo yale tunafanya ili ifaulu lazima iwe na msingi wa agano la Mungu. Juge na Gikuyu. Kurekereria undu uria wikaga wi wa Ngai. Utegemea kamwari kiriko na Ngai. Yo. Wewe inaeleweka. Todo safari ya Israeli ilianza kwa sababu Musa walikuwa wamekubaliana na Mungu. Kwa hivyo hata kama bahari ingekuweko, makubaliano ilikuwa ya kwamba hiyo watu nitawatoa, nitawapeleka na nitawafikisha. That was the agreement. Hallelujah. So it doesn't matter kama bahari ya Shamu iko, haijalishi kama jangwani chakula imekosa, haijalishi kama Jordan iko, kuna maagano tuko na Mungu. Botuga imani. Hii mambo ya injili Mungu alikuwa ananifunulia, si watu wengi wanaufahamu ya kwamba whatever we are doing as the ministers of God, as the believers, the origin, the bottom line ni kama mnaagano na Mungu. Hallelujah. Hiyo wimbo unaibara utauacha siku moja. Kama hamukuagana na Mungu utaiba. Wewe umeelezea nini? Ona ndio mmoja ndio alitiga muuka. Hata ni masomo kuna siku utakasirika. Wewe kugaime. Kwa sababu kama hauko katika kanisa la Mungu, kwa sababu mliagana na Mungu, hiyo jambo litakuwa mzito siku moja. Haleluya. Kama wewe una neema ya kiuinjilisti na hamukuagana na Mungu, hiyo uinjilisti utaisha siku moja. Hallelujah. Katika kuinamo euko yake ndani shida raina. Naona kwa kile ndio ushida yake. Utaishia hautupigie.
hauturagitha wicigire ati auga uriki nako ndio wiciria gĩkĩ ekende mwere andũ a Ngai inaimaje kwa lugha ya Kigiriki Nemejani. Hallelujah. Wapi haleluya? Hakuna? Maji. Hadi ubarago. Barago ubasaje? Hebu niwaambie kabisa. Niturikanire nake. Toro ni kwenda aje? Hautaenda bali na hakuna jambo lako la kiungu litasimama kama hamukuketi chini muagane na Mungu. If you be sat down, you enter in a covenant and an agreement with God, you cannot continue. Na hii jambo Mungu amenipa nikachangaa sana na nikaanza kuangalia katika maisha wale watu wana kitu kinaitwa the continuity ya ministry, wale watu wanaokoka na wanaendelea, wale watu Mungu anapea huduma na wanaendelea na huduma, ni yule mtu tu alikaa chini wakaagana na Bwana. Haleluya. Unajua hata kusafisha hii kanisa, kama unasafisha na hamuna maagano na Bwana, utaasha. Na wengi wameasha. Nego kwa yako ni atumia magethambia na akihia kaanza kusafisha. Hii ni kazi ya Mungu. Hakuna kazi ya Mungu inafaulu bila maagano na Bwana. Amen. Ungekuwa mutikarire ndimukirana na Ngai, nende thambagia na ndalita, nende thambagia na kina, no gatuika thina hari atumia haria. Nitulikanire na kile kimezuilia ukamilike vizuri na ukamilishe kazi ya Bwana ni kwa sababu ni wewe uliamua kufanya, ni wewe ulitamani kufanya, ni wewe uliona ni vyema, uliambiwa na ndugu yako, uliambiwa na dada yako, mliagana wamama wawili mtaomba. Kwa hivyo hiyo ni maagano ya wamama wawili. Kwa hivyo mtaomba siku mbili mshoke. Hiyo huduma unatumia ya compassion ya kwenda kusaidia watu wagonjwa haitafaulu kwa sababu mlishikana watu wawili mkafikiria mkasema tuendane. Lakini kama mliagana na Bwana, oh haleluya. Kama ni Mungu ikashiri mkaagana na yeye, ndugatiga gwikoria kwagiriro ni gwiko. Andu aria maturaga matungatagira Ngai miaka igathie magakua makagia na uira munene, andu magathie mathiko makaga uhoro wa kuga mutumia uyu aturite atungateire Ngai, aturite mwini kanitha-ini, aturite moi kanitha-ini wa uthii wa burore hindi ria ambiririe gwika uguo mari kiriko na Ngai. Naomba kusoma andiko la mwisho ushangae. Haleluya. Kama kile unafanyaga hamuna maagano na Bwana, tumekupea siku kidogo. Jacobo, Genesis chapter number 28 verse 18. Hiyo tu ndio andiko lile nitasoma, nifunge ibada katika jina la Yesu. Nilienda katika Biblia yote. Wazee wa imani akina Ibrahimu waliagana na Mungu. Haleluya. Nitaenda, nitafanya, nitapitia, nitatoa sadaka ya Isaka. It was a covenant. It was an agreement with the maker. Na kwa hivyo wangerudi nyuma, hawangekosa kufanya. Genesis 28 verse 18. Utasoma? Unajua kusoma Biblia ni maagano na Mungu.
Genesis 28:8. Verse 18. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake. Unaona sasa hapa, mzee Yakobo alikuwa na shida. Utigaemani. Na wakati alipokuwa na mkwaruzano na ndugu yake Esau, na mnajua hadithi sana ya hii jamaa, alikuwa na shida na alikuwa naogopa, na Esau alikuwa muue. Haleluya. Na ikafika mahali akaona lazima nifanye maagano, ni lazima nitoe kitu kinaitwa kwa Kimasai usutwa na ndugu yangu. Lazima niende nitafute ndugu yangu, tutoe usutwa, baada hatutaishi maisha ya aina hii. Haleluya. Lazima ndugu yangu awe ni ndugu yangu. Lakini kwa sababu nilimkosea, ninataka niende. Lakini wakati Yakobo alifikiria hii maneno, alianza kutafuta kwanza mapatano na Mungu. Amen. Ikamwanyita. Alijua haiwezekani tupatane na ndugu yangu mpaka Mungu anihakikishie. Na hiyo ndio sasa tunasoma. Aliamuka, akaenda, akachukua wanawake, akawafukisha mambo ile, wanawake 3 wale wake na ng'ombe na mbuzi. Yeye akaenda jangwani afanye maagano na Mungu. Etorega ibitulirogosho. Leke itemwe ona gukinya ikinya rewore ndukaroga nginya ria mukage kirikaniro na Ngai. So wherever you are going is God. Wherever you are coming from, it is Him. Where you are is Him. No kemo kenya kwa tane. Who else can you enter in a covenant? He is, He was, and He will be. Ni yeye jana, leo na hata lini. Yakobo anaenda, anasema I need to have an agreement with God. Ni kwenda kutolekanene na Ngai. Thabareno ya guthi gukagia thayo na kugia na moro wa ithe witũ tũiguithanirie, agĩthiĩ agĩkomera ihiga. Alienda akararie jiwe. Soma. Akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. 19. Akaita jina la mahali pale Bethel. Alipochukiwa na Mungu kwa mfano wa malaika, na Mungu akamzungumzia, akamwambia mimi nitakuwa na wewe. Na hao dikirelie Mungu. Alipoenda kutafuta Bwana, God gave him an assurance. Hallelujah. Ukigathi kuma na mwathani murekanire ndatiga mundu akamwete assurance. Hallelujah. You will be fully assured. I do not makuhenie, but the assurance of God is 100%. Wakati Yakobo alilala, maandiko inasema aliona ngazi imeteremka na malaika wanapanda wakiteremka, na Bwana akamzungumzia, akamwambia ondoka, nitakuwa pamoja nawe. Kwa Biblia ni Mungu wa baba yako na babu yako Ibrahimu. So God gave Jacob an assurance that I will be your God. I will walk with you. Hallelujah. What is missing in our life is we don't take time to enter in a covenant with God. Hallelujah. Biblia inasema alipoona hayo, ile mawe alikuwa amelalia, akachukua mafuta akaiweka, kwa sababu Bwana amemaliza upande wake, sasa imebakia upande wa Yakobo. When you are entering in an agreement with somebody, it is no longer a one-party business. Kuna mwanaiwa kidogo kiundani. Hindi ya mwaikarathi muiguithanirie na mundu ndikoragwo wi wira waku wi wika. Huyu lazima aweke sahihi yake na mimi niweke hapo. Si mnauzaga vitu. Hallelujah. Onage matiredia thimu thiku ici corona ya hiuha. Kendia thimu njega wakigura kamuri kamuici. Okundike maandiko au ni harathi maandiko makarwa kidogo.
nitulikanire nake. Hebu endelea mbele. Yakobo Mungu amemaliza upande wake, na ninataka kukupeleka katika mtihani. Mungu hafujaji agano lake. God will never break his side of a covenant. Lakini mwanadamu tangu mwanzo ameishi akiwa mtu wa kubreak kuanzia Adam. Haleluya. Niliposa mama wakati Mungu aliendewa na Yakobo, yeye alikuwa mwepesi, kwa sababu anasema niiteni nami nitawaitika. Na nitawaonyesha mambo gani makubwa msipoyajua. God will always hear and he will answer. Haleluya. Hapo ndipo tunasikilizana na ile kijana mwinjilisti. Lakini Mungu akizungumza na upande wako, when God hears, he put a signature. Na ndipo anafanya, alipoonyesha malaika na hakikishia Yakobo ameweka signature. Lakini sasa imebakia upande wa Yakobo. What signature is Jacob is putting? Na ndipo unaona yeye ameamuka. Maandiko inasema alipoamuka akashangaa, akasema haikosi kuwa hapa ni mlango wa mbinguni. He was amazed when God ascended on his side. We are nothing anymore. No mudirato digara. Na nikiwa nile gai leo na nilie mbele ya Musa. Mutu etweka nyoka Musa agithira. Yuga ndetikira. Mwena wa Musa wali gwetikira guthi. Otiga imani. No mwena wa Ngai wali kuonania hiyo. Agano letu linakuwa gai. Lakini how faithful are we on our side? God is very fast to answer. God is very fast to put his signature. But mwanadamu anaishi upande ule mwingine. I love the character of Jacob. Jacob anasimama, anasema huyu ni Mungu amenihakikishia. Kwa hivyo yake imeisha. It is my side now. So hapo. Lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Sasa mambo imeanza. Already God has come. One of the things you do is change the name of the city. Endelea. Yakobo akaweka nadhiri. Sasa sikia. Mahali pale pakabadilishwa jina na kapaita Bethel. Kwa sababu Mungu tayari amekidinisha. Haleluya. Na kwa sababu Mungu amefanya hivyo, sasa Yakobo ameamuka naye upande wake afanye. Maandiko inasema upande wake ni kutia mafuta na upande wa pili anaweka nadhiri. Nadhiri ni makubaliano. Jakubu anaenda kuingira kirikaniro na Ngai wake. Ikara gowa Ngai wa muteithio ro. Hebu hapo Yakobo akaweka nadhiri. Yakobo akaweka nadhiri. When God appears to somebody, you must enter in a covenant. Hallelujah. Mokayoka adoige ni mahotaka kuga ulia kaiyeka. Alogo shunga. Hebu aliweka nadhiri gani? Akisema, Mungu akiwa pamoja nami. Unaona sasa, nao. Mungu ameongea yake. Amesema nitakuwa na wewe, nitakusaidia, nitafanya mambo haya yote. Sasa naye Yakobo ambaye ni ndugu aliye na mashida mingi, lakini kile kitu kinamsukuma ni uhakika wa Mungu. God's assurance. Shout amen. Anasema sasa nami upande wangu ni huu. Nataka nikuambie, wewe umeniambia utakuwa na mimi. Wewe umeniambia nitatembea na wewe. Akasema this my side. Sasa yeye uone vile ile ataka. Akinilinda katika njia niendeayo. If God will be, ni mambo maine. Anasema ya kwanza, if you will be with me. Sasa anaweka yake, anaandika. Jambo la kwanza, wewe Mungu yako umeandika, nami ndio mimi. Ikiwa
ikiwa wewe Mungu utatii upande wako uwe na mimi bali niendapo. Ya pili, na kunipa chakula nile. na unipe chakula niwe. Ndio ikalete mela ile. Ndio naangalia ikalete hapo. Makine kana na mzuri. Wewe tuja kumu. Ndio anjira wewe kai wako na nenda kwehoha mbele yako. Ukikono ne dia kana nie kuri ande. Na wewe ngai yake. Dira mbele na yarikia. Na nguo nivae. Na wewe nguo cia kwehuba. Nami nikirudi kwa amani nyumbani, na toguo no ndigigathie zayo wito ukinyane gacoka wito na thayo tondu ni ndoingatirwo na ndorie kwa baba yangu. alomo shokai ndorie kwa baba tondu ni twaroire na my brother ne damoya nige kimoturi origithani motiwereria ndokai gayuge tandwara zie na thayo na yona ya kuya na ukinye mucio. Hallelujah. Umawa mama kana fiki. Toma mama matare na wiguda ndio nanga. No inegene hura giraga. Hebu angalia huyu Yakobo. Ni kama maombi yanasema, Bwana mimi ni mtu wa shida. Lakini kwa sababu umekubali kuwa karibu na mimi ngoja tu agana. Hallelujah. Kile kimezuilia mambo mengi utukufu wa Mungu uonekane ndani yetu ni kwa sababu sisi upande wetu tumefeli. We don't know how to make a covenant with God. He is always here. Kama vile kijana alisema, even our prayer is not a prayer of covenant. Twaragia mato, twaragia teto itari na njira mbere ya Ngai. Mwangalia tunaona na andũ maranegena, andũ matarĩ na mwerekera, lakini huyu jamaa is very is a statesman. Yani anaongea kitu baada ya kingine. Akasema, if God, you are my God. Hallelujah. Ni hapo igana goko, mali na oira atiorite Ngai wao. Nani ana hiyo imani? Who has the confidence that I'm saved? God is my God. Hallelujah. Nitaomokire, nitakuliwa kuma kwewa ina. Leo ni Ngai ni Ngai wako. Niti huye Ngai. Do you have somebody in this house? Yes. Kwa mundu onekaiwa ni Ngai na akaruta oiga akasema tayari Mungu umedhihirisha unakuwa mwanadamu. That's what Jacob is doing. Anasema I'm happy because I have an assurance that yete hakuwa ameenda, hakuwa ameanza safari, ako katika jangwani. Hallelujah. He's committing himself before the reality comes. Unajua, faith is the substance of the things which are hoped for. Hallelujah. Yakobo anatembea na imani. Hajapata kufika nyumbani, hajapata nguo, hajapata chakula. Lakini naye anachukua upande wake. Anasema upande wa Mungu anasema have faith, I'll take you and I'll bring you back. Na Yakobo anasema on my side, if you will take me and bring me back, this is my commitment. Amen. Wageni kuingira guoko wera Ngai ndeithia. Yeah. That's why we are failing. Yakobo anasema this is what will happen. If God will give me peace na niende katika nyumba ya baba yangu. Anasema jambo la kwanza. Soma hapo chini. Ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Anasema nikienda na mambo yatimie, ninajifunga kwa kiapo. Ngai yako Ngai wako. Ikanaona ukinyere wewe. Ngai ungikandwa. Ngai ungikajikiro. Ngai ungikadeie. Commitment yako ya mbere ni ngakwika wako. Yes. I think you remember the story of Hannah in the Bible.
Si mnajua habari ya Hana, yule mama aliyekuwa hana mtoto. Ni vizuri kufanya Bible study. Maandiko inasema alipofika mwisho alienda wafanye maagano na Bwana katika nyumba ya Mungu. Na hakuenda siku moja, alihama nyumbani. Akaenda mpaka Eli kuhani. Anauliza yule mama alikuja kufanya nini hapa? Akaomba, sauti ikaishi. Mpaka wanamwambia, kwani mama wewe ni mrefu? Lakini alisema ninaingia maagano na Mungu. Lekeni mwili wa Ngai, hindi yokame yule Ngai akoragwo serious on his side. Wakati utajua vile Bwana anakuwa amemaanisha upande wake, wewe utacheza na upande wako. Na that's why we break with God. Hauna mtura na gionanga. Todo we au da. Mungu akisema amesema. Yeye badiliki. Akisema amekuokoa, sawa, hiyo ni sawa. Habadiliki. Akisema amekubariki, sawa, hiyo imeisha. Akisema amekukomboa, yote yameisha. Lakini how serious are you on your side? Yakobo is more than serious. Amen. Anasema, mimi, this is my side. I will be my God. Ni kuturade wako. Waje kiroho kuturade wako kuna. Hiyo kingine anasema nini? Mstari 22 inasema na jiwe hili nililolisimamisha mbele kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Anasema jambo la pili. Ndani ile igainere. Ndaigwa newe ngahatwa nyumba yako. It's a very serious commitment. How anasema nini? How can a stone, if mawe itabadilikaje iwe nyumba ya Mungu? Na huyu ni mtu ni mkibisi. Ni mtu amesukumwa. Lakini anafanya agano mzito. A strong covenant. God is always moved by our strong commitment. Hallelujah. People are just joking here. That's why we are not seeing God. In fact, hata kuigi tuliachana naye. When we come to the business of God, we are very, very shallow. Na ndipo nilitangulia kuambia, go and see men and women ambao wako serious na Mungu. Mtu alifanya maagano. Ukiona tu anaipa bila kujivuna hapa, mtu ambaye ana worship vizuri amejaa, huyo mtu ako na maagano na Mungu. Amen. Lakini kani people wana maagano na dini, wana maagano na pastor, wana maagano na wasee wa kanisa, they will lead to please wale ambao wana maagano nao. Yakobo anasema, I'm very serious. If God, you have done this to me, this place will be your house. It's a sign of commitment. Na ndipo unaona Mungu hatashindwa. Hata corona ikija, Mungu hafuji upande wake. Yekana moyo. Garita afujire mwena wake wole au ditaki kwa 2020 mlikuwa na agano na Mungu. Yeye hajafuja yake. Hata corona ikija na ikienda kila kitu, pande ya Mungu hatakuja. Juzi Mungu alikuwa amenikalia sana na nikakaa wiki nzima ya kutubu. The last week I was painting. Kulira gaga hela. Kwa sababu nilikuwa naombea kanisa. Na juzi mnajua tulikuwa na project hapo. Na wakati project tulipoifanya, in a simple term tulipata nusu. The church contributed half of what we needed. We needed 160. Watu kama 30 walitoa wakatoa nusu. Na nilipoenda nikawa kama nina roho ya kusikia kuchanganyikiwa. What will I do? Huyo mtu anikanyagishi chini anataka nilipe hii pesa. Mungu akanitokea usiku. Akaniuliza, who had a covenant? Ni nani tulikuwa na maagano na yeye juu ya hilo? Unajua Mungu akafunga kinywa chake. Kaniambia the covenant was not between the church. My covenant was between you and me. Babu sije ileta hapa.
Corona ndio ilifanya nitangaze wapi. So nikaingia kiwango ya mkuu mwenye dhambi. Nikamwambia God, I'm a sinner. I've done the wrong thing. I've taken the burden to the wrong people. Nimeumiza mioyo ya watu kwa kuleta hiyo. The first thing I did, I had to repent. Na nikarepent. Na nilipo repent within the second day, Mungu akanipa bill. Na hakunipa bill rahisi. Akaniambia, this is what you will do. Now you must clear that bill because it was a covenant between you and me. Usiniulize vile nilifanya kwa sababu kupelekana na Bwana iko na gharama. Mwana wake na lakara. Hashisi. Na mimi naweza fuja agano lake. Sasa nilikuwa nimeingia kufuja agano lake kwa sababu nilikuwa nimemwambia by May I'll settle that bill. I'll never tell the church. Na sitaongea. Sasa hata nina juzi aliviamucha maneno makubwa, hiyo siwezi sema hapa sasa hivi na hesabu. Lakini aliniambia, if we have a covenant with you, stick in that covenant. Yo? Akitoa kuri rutwale kanine nawe ndugatwara kuria. Na ndukarwa yale ya kuhana. Me, I was looking the environment, corona, mabiashara ya wazee na wamama imeisha. So I decided, let me go to people. Let me go and beg people. It was horrible. Lakini when I returned to God, kama Yakobo, na ndipo nataka umalize alisema nini? It is very serious and very serious. Na katika kila utakalo nilipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Unaona? Anasema mambo matatu. Anasema kwa sababu upande wako umefanya. Mimi upande wangu ni mara 3. Jambo la kwanza, I'll be serious with you. Nitakuwa wako kabisa. I'll become more brother than before. Yo, nitakuwa. Na ya pili akasema, na mawe hii mimi nitaifanya iwe nyumba yako. Ya tatu akasema, na kwa kila utakao nipa. Baba hapo anasha. Yo? Hapo amepewa, lakini anafanya maagano. I want to wind up with this time. When you pray, na wakati uliomba, haijalishi kama ni miaka 30, ni 10, ni 5. What covenant? What vow? Ni kile kanilo kiliko. Mwale kanile nanga yende ya wahoya. Totulia mwale kanile. Ona bledi kawela mishumari. Tugati gagwika. Na dima ile tuwale yanga. Totu tuikaga ni udo watu. No ikaga tono mwale kanile naki. Mimi shakana Yakobo anasema I have nothing today. Niko hivyo, lakini this is my covenant. Kiria giothe ukahe guoko-ini gwakwa nikaga kuruta gicunjĩ. Hana, lakini amefanya nini? Do you know why unakuwa na shida na fungu la 10? Umeshajua ni kwa nini unakuwa na shida? Haufanya hivyo kwa sababu uliagana na Bwana. Ndio kitu magokona na nana jini. Hamkuagana na Bwana utaokiwe. Unajua ni kwa nini unakuwa na shida kusaidia watu? Hata sasa hivi ukisema tutasaidia mgonjwa sasa. Ni kwa sababu wewe una Bwana. Nilia wahoyaga. Na ndipo juzi nikawaambia hata wakati unaomba kitu iwe utapewa gari. Gari ile ingitura guku na tugatagira Ngai. Nwe yahoetwo nekigia na kagriko naka. No urahoya ngari umuthi. Akahoya gari ungikaira gari. Gari ichi. Gari ukamega ichi. Tondu kirikaniro kiari ki? Chiri. Na kiona hiyo shida. Me, whatever you are seeing here and whatever is surrounding me, I have a covenant with God. Na ule kana wiki yake mimi siwezi kujaga na upande wako. Haleluya.
Na siku tulikuwa na mafurutano kidogo na mama kwa sababu ya msichana wetu. Mimi kuna ile agano kuliagana na Bwana juu ya msichana wangu wa kwanza kusoma. Kuna ile maneno niliambia Bwana, huyu msichana akisoma amalize vizuri, hivi ndio nitakufanyia. Mama anafikiria maneno ya graduation. Hiyo ndio mama. Yeye ndio magano waliagana na Bwana akafanya graduation. Asibaya si dhambi, lakini mimi nasumbuliwa. Tuliagana aje na Mungu juu ya mtoto? Amemaliza, ndiye huyu. My problem now today, ndio Mungu alikuwa ananisumbua. Already she is done. What will come first? Is it a graduation or to remove my vow? Huh? You see how we fail? Siniamana? Na nafuata mwaki mo. Mungu amenishapa sana. Na COVID is not a reason of breaking the covenant. Don't COVID iko hapa chini, haiko mbinguni. Anapigwa. Yakobo anasema, whatever you will give me. Hajui kama ni $5, hajui kama atapewa mamilioni, hajui kama atakuwa billionaire. Lakini he is making a covenant. Ngai wadu tatena ini uyo nyambererie gutoka kiria giothe ukahe uguo digatha kana icukirire. How many people here who are wanalinda bado mtu natoka chini ya mchanga? Tumeombea watu wengi sana. Wadada wameomba wakifagia hii compound, wakisafisha hii nyumba, wanakuja na njaa, ameacha watoto bila chakula. Mungu anampa msigo wa kufanya kazi ya kwenda kuoshea wengine nguo, kuangalia wale wagonjwa. Na wanapofanya hivyo, wanaombi wanaopala huko ndani. Na sijui wanasema nini. God is waiting for your part. Na shida ni ya kwamba wakati Mungu atafanya, will you obey your part? Na hapo ndio tugire mukora ndio ni mwaka mwadhani hapo. Na hapo ndipo watu wengi wamepotea na Bwana. Sasa Mungu analia, anaomba Mungu ampe kabali ya kujenga ili awe ndugu mzuri. Anapojenga mambo ya ushirika imeisha. Unajua ninakuwa kabali sana, sasa niko mafuta tayari, niko wapi? You can understand my commitment. Unapotea kwa naye. Wangu mlikuwa mtembee na yeye katika maombi, mtembee na yeye katika kufanikiwa, mtembee na yeye watoto wakizaliwa, mtembee na yeye watoto wakisoma, mtembee na yeye watoto wakioa, mtembee na yeye wakataka kuenda, waache peke yenu, bado mtembee na yeye. Lakini many people they divert from God because they fail to honor their side. Today you have a lot of reasons. Hallelujah. Nilichagaa Jumapili si kusoma hapa sana. Imekuwa moto kwangu. Second service nikaitwa mahali na mchungaji. Na nilipoenda huko juu kwa KAG, mimi sikuelewa sana ni nini wanafanya. Lakini nilipoenda nikashangaa. Unakuta washirika wamejiandaa hapa. Wanasema, pastor ananiambia watu wanafanya ibada ya kubariki mchungaji. They are doing a pastor's dressing day. Mimi namuuliza, wako hakuna corona? Kama ndio corona ya ingilio na kashukari ni muujiza. Uko tuko mdogo huo mchungaji wa shukari. Na ndio wakaya nini? Nanga ya mara ndio Mungu. Wewe aingilie hiyo program hiyo ile wakati yote iko chini. Corona kila mtu asubuhi. Corona. Wakati imekuwa wimbo wapi? Na pastor alinishangaza. Hata baba Jerry nitolea ushuhuda juzi.
Na unajua ushuhuda ulichomoza mimi sana. Hukujua ulikuwa unachemsha kitu iko ndani. Huyu mzee naye Jumapili alikuwa ameenda mahali. Na akakuja na ushuhuda mzito mpaka anakuja kuniambia. Ananiambia ameenda mzee anaenda kurudisha shukrani kanisa. Na huyu mzee amekuwa hospitali. Ametumia more than $1 million. Huyu ni ushuhuda, ngoja nitoe kwa Bwana simama tena nimseme. Akaja hapa Tuesday wewe. Akaniketisha pale akaniambia, "No give your test." Hakujua anafanya nini kwako. Kasema nimeshangaa. Mzee amekuwa hospitali karibu akufe na akasema hata fuja agano lile alikuwa nalo. Hakwenda kutoa shukrani kwa sababu amepona. Alienda kutoa shukrani kwa sababu alikuwa ameagana na Mungu, mwezi huu tarehe fulani nitaenda kutoa shukrani. Kuna swali niliuliza mzee. Saa hii hata wacha wale wanaojeka ugonjwa kubwa. Saa hii hata ndugu akipata homa hapa, hiyo ni reason ya kufuja agano lake na Bwana. Na mzee aliniambia maneno mazito. Baba aliniambia mzee huyo alichukua $1 million. Kama hivi akawekelea kwa madhabahu. Ametumia more than $1 million kuwa mgonjwa, lakini anaondoa nadhiri yake. Na anakuja tu hata hajalikawa kabisa, lakini anasema $1 million was meant for the son Thanksgiving. Undu chakela kunanga hiyo. Ejo mungai mara wala mejana. Saa hii ni nani anafikiria maneno ya Thanksgiving? Ingekuwa next week but one. Ukitaja hapa ila Mungu naenda nyumbani. Todo tutikora kuna Thanksgiving todo nitolekere nake. Tutire twalekanira na Ngai atiriri. Ungikandwa aramu wako uyu ukinya ria mwisho ningakurehera igongona ria Ngai. Turutaga todo pastor ni atanga. Ego tutaithagia theni todo pastor ni atanga. Tikiriko tukoragwo nake. Tutungataga tondu ni pastor uyu. Tuhoyaga tondu ni pastor uga kuhoya. Ikiro nina thina na mama. Tuinaga rwimbo kwa sababu ni pastor anapea sisi. Lakini ni wakiapi leo wanaagana na Bwana. Kama mume mama anasafishana hii kanisa, kama wana maagano na Bwana, huyu mama ataenda mbali. Lakini kama hana maagano na Bwana, kuna kitu baya kitatoka ndani. Siku moja na atasema anatumiwa baya. Aganya roho. Amen. I want to give you a homework. You have sung a very strong song. Mimi nimetubu na Mungu amenisaidia. Na mimi Mungu nimemuogopa kabisa. Kwa sababu upande wake hata hiyo. He will never change his promise. Hata shuka ona kwale aguturega. Hallelujah. Bakini nimekata kauli. I will never postpone my covenant and my vow. Ile tumeagana. Hallelujah. Amen. Nikiomba Mungu akupe neema ya wiki nzima. Katika wiki hii, go and consult yourself. Maundu maiki ni maadili dhidi wako. Hata ikuhubiri. Naona saa hii mnasikumia wamishonari wakahubiri. Kama wangelikuwa na agano na Bwana in that mission, hakuna mtu anaweza acha kufanya vile anataka. Hakuna mtu anaweza sema kuna corona. Na ndipo uliona tangu corona the first day, mimi sihubiri kwa sababu niko hapa. I'm not in my mind because I have a covenant with you. Kuwa my mind ni agano kuliagana na Mungu. Na majority of you are not there. So kanisa lilipoambiwa limefungwa, mimi nilikuja kwa madhabahu haya the very first Sunday. Na nimehubiri mpaka wale hapa. Kuna siku hubiri. Why? Preaching in my life is not because people are there. We have a covenant with my God. Na Paulo akasema ole wangu nisipohubiri chini, kwa sababu it is put to me as a necessity. It's a covenant.
Nini mnaoimba siku mbili alafu unaona mtu anakuja hapa anasema ni mwana kwaya siku mbili alafu unamuona huko. That man need to be chased away. Na afukuzwa hapa ikio na kiano. Ni watu wanatokea wanasema haleluya haleluya tutafanya kazi ya Mungu. Ndio wetu ndio kanisa imwale kanena nake. Mwale kanena na ngai. Utire kirota kuligana. Wewe mundu rajibu. Utungata wale utungataga ngi mulikanene na ngai. Kwekura kweliowa ndiposa mwana wa mama wanasemekana wake kuja maombi walikuwa na shughuli. Shughuli hizo Marekani na kuna kuhubiri menda. Bali maombi hawana maagano na Mungu. Ukiwa maagano na Mungu, you will fear kufuja hiyo maagano. Ndiposa unaona you meet me at my point. Mkutano wote lazima nihudhurie, injili yote lazima niende. Si hata kwa sababu mimi ni full time, kuna wachungaji hawawezi. Lakini everything I do for God, I have a covenant with you. Ona ngeuta ilia wewe. Kama Mungu anaweza nipa neema ya kukusaidia, siwezi rudi nyuma. Haleluya. Na Mungu akiniambia na tuagane, naamka. Juzi Mungu aliniambia niende nikasaidie pastor mwingine. Ameshindwa kutengeneza gari amewekelea mama. Sasa nauliza Mungu, unaniwekelea mzigo na ndipo nina shida nyingi. Ndio mwana ninagereka geraje ndio karende tulikane. Na tulikane. Na kuni ndimi miguchie. Ona yale yakirigana kwa ina yako. Tulikane na nanga. Kaiga ya fira mwana wako. Fera na damu itishia. Ona yale yakirigana ndishi yako. Ndishi yako. Hiyo ndishi yake au atuthi tutaingie pastor sio. Mimi na haraka. Hallelujah. Na because most of the time you cannot understand me. Mimi vitu zingine nafanyanga ni maagano tunakuwa na Bwana. Na kuna sana ambia wa Mungu kama sahi kama kuna mtu ninataka kusaidia iwe ni kijana, iwe ni nani, iwe ni mgonjwa, mimi naomba ombi na agano. Jina la Ngai kile urekira guoko-ini haha wiki ino. Ndio nikioga ngengera mwale wa ile vitu. Sasa ingine anaweza kitu kikubwa mpaka utetemeke. Karibu pastor Mungu ipeze hizi yote kaili na leo. Si Mungu tulikuwa na maana na Mungu. Mimi nilienda kwa magoti. Hata sasa hivi niseme project ya million au even 5 million. Nitapiga tu magoti mwambie kile hata yule kila guoko hili ni ogatwa. Gaya ngera milioni I put it direct there. Haitaenda kununua shamba. Lakini wewe uliagana na Bwana, lakini wakati unaona ulikuja fungu utoani wewe saidia mtu unawesidia tu kwa tupo. Ugamani.